Ni hali ya simanzi na sintofahamu katika kijiji cha Gedamara, kata ya Galapo, wilayani Babati, mkoani Manyara, kufuatia tukio la mauaji la kubakwa na kuuawa kikatili kwa mwanafunzi wa darasa la 6 katika kijiji cha Gedamara siku ya tarehe 29 mwezi Aprili mwaka 2025. Kisha mwili wa binti Susan kutupwa katikati ya shamba la mahindi na mbaazi. Baadhi ya wananchi na wakazi wa kijiji cha Gedamara hapa wanalaani tukio hili. Zainabu Abdullahi, Zaituni Tumbo na Rashidi ni wakazi wa kijiji cha Gedamara. Hapa wanaiomba serikali kuchukua hatua za haraka katika kukabiliana na matukio ya ukatili, hasa yanayotaja kushamiri katika maeneo hayo, huku baadhi ya wanawake na wakina mama wakihofia kufanya shughuli zao za kila siku kutokana na vitendo hivyo. Mtoto wetu anaangia hapa kichwani, hata tujui ndo amepigwa, macho ametobolewa. Alafu huku chini kwa walioenda kumosha wanasema hamna kitu, ila sisi tulibahatika tu kuona uso kweli. Mtoto wetu amefanywa kitendo cha kikatili sana, inatuuma sana jamani. Sisi sasa hivi tunaogopa, hata hatujui watoto wetu wanafikaje shule. Na tunaomba serikali tusaidie, hata angalau tujengee hata bweni za watoto kwa watoto walioko mbali. Tunateseka sisi. Hii inaumiza sana, imetuumiza sana. Nimeumia sana kwa ukatili tuliofanywa kwa mtoto wetu. Mtoto amebakwa na kuvurutwa upana wa ekari 70, kafanywa ukatili wa ajabu na kutobolewa macho yake kwa kutumia ncha ya kalamu. Baada polisi walipofika hawajatuambia maumivu ya maiti, wamepima wameona nini. Mara ya pili tunakuja kupigiwa simu kwamba mwili umeharibika, njoeni chukueni mwili mkazike. Mpaka hivi tuko kwenye taharuku kubwa, tunashindwa wamama kwenda kuchuma mboga, watoto tunashindwa kuwapeleka shule. Mimi ninakemea vitendo hivi vya ubakaji, ulawiti, vitendo ambavyo sasa hivi vimeshamiri kwa sababu ya madawa ya kulevya. Kwa hiyo tunakemea hili kwa nguvu zote ili isirudie, kwa sababu watoto wetu wanatoka maeneo mbalimbali, mashambani, maeneo ya mbali na shule, mazingira ya shule yako mbali na eneo husika. Kufuatia tukio hili la mauaji la mtoto Susan Samueli mwenye umri wa miaka 13, Clouds TV imezungumza na kamanda wa jeshi la polisi mkoani Manyara, Ahmed Makarani, ambapo hapa anathibitisha kukamatwa kwa bwana Elias Daniel mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa kijiji cha Gedamara, kuhusishwa na tukio la mauaji la mtoto huyo ambaye alibakwa na kuuawa siku chache zilizopita. Ni ukweli ni kwamba huyo mtuhumiwa anaitwa Elias Daniel, yake ni miaka 26, mkazi wa Gedamara hapa. Yuko chini ya ulinzi sasa hivi kwa tuhuma hizo za kuhusika na hilo tukio la kubaka. Bado upelelezi hujakamilika kwa sababu kuna mambo ambayo ya kitaalamu ambayo hatuyafanyi sisi, tunategemea wenzetu. Kwa mfano kuna masuala ya kutizama mambo ya DNA ambayo hatufanyi sisi, wanafanya wenzetu Dar es Salaam na Arusha. Kwa hivyo hilo ndio linatuchelewesha, lakini otherwise mambo mengine yote ya kiupelelezi yamekamilika. Ni tukio la 3, ini la 4, kwa sababu kuna matukio matatu yametokea. Hayo matukio matatu sisi hatuyajui na were not reported to us. Tunasikia tu kwamba kuna matukio matatu yalifanyika lakini hayakuripotiwa kwetu, na ni bahati tu kwamba baada ya tukio hili ndio tunaambiwa kwamba kuna matukio mengine matatu.